Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamujambo. Natumai umzima ubuheri wa afya na mpenye nipo kwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio yale ambayo tunachambua haswa katika taifa la Tanzania. Habari ambazo tunaenda kuzichambua kwa undani ni kuhusu vile rais wa sasa katika taifa la Tanzania, Samia Suluhu Hassan, anadaiwa kujificha Ikulu. Na ni kivipi Samia Suluhu Hassan ameweza kujificha afisini mwake Ikulu na hatoki? Kulingana na yale ambayo tunaenda kuchambua kwa undani, vile nimekuwekea hewani, tumeweza kuripotiwa kwamba Samia anaogopa kusafiri na kufanya mikutano ya nje ya nchi. Kila mkutano kwa sasa anamtuma makamu wa rais. Yaani mikutano ambayo Samia Suluhu Hassan anahitajika kuattend ama kuhudhuria, yeye haendi, ila tu anamtumia makamu wake Nchimbi kuwakilisha uwepo wa Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo yeye ako ofisini mwake Ikulu ya Tanzania, hatoki. Amejificha kule, atoki Tanzania kuelekea mataifa mengine ili kuhudhuria mikutano husika ambayo inamhitaji yeye mwenyewe. Kuna swali ambalo tungependa kujiuliza: mikutano ipi ambayo ameweza licha ya kuwa rais ameweza kususia kwenda, ila tu kumtuma makamu wake? Mkutano ambao kulingana na vile tunachanganua kwa undani, ukimuona hapo Nchimbi anamwakilisha ama akimwakilisha Rais Samia Suluhu kwenye mkutano wa SADC. Kulikuwa na mkutano kwa sababu kuna mataifa yale ambayo yako chini ya mwavuli wa SADC. Ikumbuku kwamba Tanzania ni moja ya mataifa yale ambayo yako katika muungano huo. Hakuenda, ila tu aliweza kuwakilishwa na makamu wa rais. Mkutano mwingine tunamuona Nchimbi akimwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan kwenye mkutano wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kulikuwa na mkutano wa Kongo kule, hakuenda, ila tu Nchimbi aliweza kumwakilisha. Mkutano mwingine Nchimbi aliweza kumwakilisha Rais Samia wakati wa uzinduzi wa ukarabati wa reli ya Tazara kule Zambia. Umeona, Samia hakuenda, ila tu aliweza kuwakilishwa na Nchimbi. Mkutano mwingine ni wakati alienda kumwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa AU Summit Angola. Kulikuwa na mkutano Umoja wa Mataifa, lakini yeye hakuenda pale, ila tu Nchimbi aliweza kumwakilisha. Kwa nini? Tutaenda kuchanganua kwa undani, lakini kabla nizame kwa undani, shukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidola hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidola kama moja kutukabidhi like. Na ikiwa wewe ni mgeni, ingia na viatu pasipokuwa na uoga, lakini nakuomba ikiwa hauja subscribe uweze kusubscribe. Maybe umekuwa ukitazama hauja subscribe, maybe wewe ni mgeni hauja subscribe, kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubadilishiwa na kuandikiwa subscribe. Karibu kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV, maana tunapoweka kanda utakuwa unapokeza notification kufahamishwa kwa Mokenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama, na ukimaliza kutazama sambazia wengine katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook ili waendelee kujulisha ama tuendelee kujulisha wengi tena zaidi kuhusiana na yale ambayo tunaangazia hasa katika sekta ya siasa. Sasa vile tumetazama, Samia yeye ako Ikulu, amefumaniwa akiwa pale, hatoki kuenda mikutano, ila tu anamtuma Nchimbi. Na sasa kulingana na Wananchi Forum wameweza kuripoti na kusema ya kwamba hoja kuhusu Rais Samia kutohudhuria mikutano ya kimataifa imeanza kuwa mjadala mkubwa miongoni mwa Watanzania, na haiwapaswi kupuuzwa kama tuhuma za kawaida. Kumaanisha wameanza kulalamika Watanzania wao wenyewe. Imefika hatua ambayo kila jukwaa la nje lenye uzito, iwe la kikanda, iwe la kimataifa au lenye maswali ya kisera, linawakilishwa na makamu wa rais Balozi Daktari Emmanuel
Nchimbi. Yeye ndiye anahudhuria mikutano hiyo, iwe ya kikanda. Unajua kikanda tunaweza sema Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, mataifa haya. Yeye hakuji. Tukienda mambo ya kimataifa, nchi zingine haendi pale. Sasa wanaendelea kuchapisha na kusema hivi: hili si jambo la kawaida katika nchi ambayo rais ndiye sura ya taifa, muhimili mkuu wa maamuzi ya kimataifa na mnara wa diplomasia. Unajua wakati rais yu mamlakani, yeye ndiye amri jeshi mkuu. Akiombwa maybe makubaliano ama mapatano fulani yazingatiwe, yeye ndiye anatia sahihi. Sasa kwa sababu yeye ni picha ambayo ni ya nchi, yeye ndiye hutoa maamuzi. Kumaanisha kuna uwezekano makamu afike kwa mkutano fulani, anastahili kuamua ni kipi ambacho kinastahili kufanyika. Sasa itamlazimu maybe makamu kupiga simu aulize kama atatia sahihi. Haya, tuendelee kusoma kwenda chini ili tuweze kuelewa. Wananchi wanajiuliza na wana haki kuuliza, rais anaogopa nini? Sasa Watanzania wanataka kujua, kwa kusema ukweli halisi wa mambo, hii ni nini ambayo Suluhu anaogopa na hatujui? Mikutano ya nje ina maswali gani ambayo yanamzuia kushiriki? Ni kipi hiki ambacho wanauliza ataenda kuulizwa ashindwe kujibu? Je, kuna shinikizo la kimataifa linalomfanya ajiepushe na mazungumzo ya ana kwa ana na marais wenzake? Ni kizuizi kipi ambacho amewekewa kinachomzuia kutokutana na marais wengine, kwa sababu marais wengine wanastahili kukutana ili kuzungumzia mambo ya biashara, mambo ya kunogesha uchumi kati ya mataifa mengine? Hii ni nini lakini inaendelea? Sasa wanaendelea kujiuliza maswali ya aina hiyo. Au ni athari mauaji ya halaiki yaliyofanywa na serikali yake wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29 ambayo yameacha doa lisilofutika kirahisi katika majukwaa ya kimataifa. Sasa wananchi wanaendelea kujiuliza, huenda ni kwa sababu maandamano yaliweza kushuhudiwa, maafa yakashuhudiwa. Sasa anaogopa akienda pale anaweza kupata maybe aibu. Haya, katika diplomasia, rais kukosa kuhudhuria mfululizo wa mikutano ya ngazi ya juu kuna tafsiriwa kama ishara ya kutokuwa na utayari, kukosa uhalali wa kisiasa au kutojiamini mbele ya wenzao. Na sasa Tanzania inapeleka ujumbe tata: taifa lipo lakini sura ya taifa haipo. Yaani sura ya taifa ni rais. Yaani Tanzania inatambulika ipo, lakini sura yake haipo. Sura ni nini? Ni rais. Matokeo yake ni mfumo wa uwakilishi unaohamisha mzigo mzima wa majukumu ya kimataifa kwenda kwa makamu wa rais bila maelezo yoyote kwa umma. Yaani kumaanisha wakati makamu wa rais anaondoka, umma unastahili kujulishwa. Hili linaibua hoja kubwa ya uwajibikaji. Kwa nini serikali haiwaelezi wananchi sababu za rais kutohudhuria? Kwa nini ratiba za kimataifa hazitangazwi kwa wazi kama ilivyokuwa miaka michache iliyopita? Kwa nini nchi inaonekana kutembea kwenye kivuli cha ukimya katika masuala yanayohusu sura yake duniani? Ni maswali ambayo yanaendelea kuulizwa. Hali hii inachochea hisia kwamba Tanzania inarudi katika enzi za usiri wa kisiasa. Kuna siri ndani ya siasa. Ambapo masuala mazito yanapitishwa kimya kimya bila maelezo kwa watu ambao wanapaswa kuyajua. Katika ulimwengu wa sasa ambapo taarifa hutembea haraka kuliko serikali, ukimya wa viongozi huwa kumaanisha hata lolote ambalo linaweza kuamuliwa kisiri lazima
kijulikane kwa sababu tuko katika century ambayo ni ya kimitandao ama habari kusambazwa kwa haraka, lazima kitajulikana. Kama sasa imejulikana hatoki. Rais Samia anaepuka safari na mikutano ya nje kwa sababu za kiusalama, kisiasa au kimtazamo wa kimataifa. Na kama sababu zipo, kwa nini hazisemwi hadharani? Uwajibikaji haujengwi kwa kutuma wawakilishi. Unajengwa kwa kujitokeza, kujieleza na kubeba wajibu wa taasisi unayoiongoza. Kumaanisha ni maswali ambayo wananchi wa Tanzania wanaendelea kujiuliza kila wakati. Na maswali haya hakuna majibu halisi. What do you think? Je, unaunga mkono Rais Samia Suluhu Hassan kutohudhuria mikutano ya nchi zingine? Taniandikia katika sehemu ya maoni ili aendelee kuwakilishwa na Nchimbi ambaye ni makamu wake. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchambuzi wa masuala haya ya Tanzania. Tutakutana katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, please consider subscribing. Let's meet in the next video. Bye bye.